Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni siku nyingine tena tunaendelea katika darsa zetu, na hasa katika fani za aina mbalimbali. Na leo tunaendelea katika fani ya balagha, lakini yatambulike haya ni matunda kutoka katika chuo cha Ghazal Muslim School, chuo ambacho kilichoasisiwa mnamo mwaka 1943 katika mji wa Kigoma, Ujiji, maeneo ya Kabondo, lakini kikiwa chini ya uasisi kutoka kwa Sheikh Khalfani Muhammadi Kiumbe pamoja na Sheikh Umar Himidi Mkunda. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie makaburi yao yawe ni viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi, Allahumma amin. Lakini kadhalika tukiwa chini ya silsila na taaluma kutoka kwa Sheikh Mustafa bin Sheikh Khalfani Muhammadi Kiumbe pamoja na Sheikh Dabbasi bin Sheikh Khalfani Muhammadi Kiumbe, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awape umri mrefu kabisa wenye kheri, salama, amani na mafanikio, kwa kuwa wao wametufunza sisi haya, nasi tunakumegea kidogo katika yale ambayo tumeyasoma kutoka kwa mashekh zetu. Ndugu zangu, bila shaka leo tunaendelea na darsa letu, na hasa leo tutakwenda kutazama katika almabhathu thani fi hadhfi almusnadi ilayhi. Sawa? Maana yake almabhathu thani, tunakwenda kutazama katika tafiti namba ngapi? Namba 2, fi hadhfi almusnadi ilayhi, katika kumuondosha musnadu ilayhi. Tunaelewana vizuri? Anawezekana akaondoshwa musnadu ilayhi kwa maana mubtada au ismu kana au fa'ilu au naibul fa'ili na ndugu zao katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa sawa? Tumeona katika darsa iliyopita ya kwamba almusnadu ilaihi anaondoshwa imma kwa sababu ya irabu, wa imma anaweza kuondoshwa kwa sababu ya nini? Ya maana. Atajulikana kwamba hapa ameondoshwa unapotafsiri kile ambacho kinachotakiwa ukitafsiri katika hali za namna hiyo. Tunaenda sawa? Tukasema miongoni mwa hayo, kwa maana sababu zinazopelekea au agharad, viashiria vinavyopelekea ya kwamba kuweza kuondoshwa, tukasema dhuhuruhu, sawa, bidalalati alqara'in alayhi, ni pale ambapo anapokuwa amedhihiri, lakini kuna kuwa na dalili zinaonyesha muambatano wa kilichoondoshwa katika hali za namna hiyo. Hapo sasa itabidi afanyeje? Aondoshwe almusnadu ilaihi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa? Naam. Tunaelewana sawa? Naam. Lakini kadhalika tukaona miongoni mwa malengo ya kuondoshwa musnadu ilaihi, lengo la pili likawa ni nini? Lengo la pili likawa ikhfaul amri an ghairi almukhatabi, manake ni kulificha jambo kwa mtu asiyoambiwa. Yani wewe humwambii huyo, lakini kuna wengine sasa mnalificha jambo. Unasema Akbal amefika, sasa huyu bwana yeye anajua, anasema naam amefika, sawa. Kwa hiyo anajua ni nani, ila wewe ambaye inawezekana unatusikiza hapa usijue tunamzungumzia nani hapa. Katika wakati huu huwa anaondoshwa musnadu ilaihi kwa lengo gani? Liikhfa'il amri an ghairi almukhatabi, kwa ajili ya kulificha jambo, kwa kuwa huyu anayeambiwa ndio anatakiwa kujua na wengine natakiwa wasijue, wasikie sauti tu lakini wasielewe kinachokusudiwa hapa ni nini. Hapo musnadu ilaihi wewe mzee anafanyaje? Hatusemi kafika, hatusemi sazo kafika, hatusemi hivyo. Ukisema sazo kafika, maana yake ushaliweka wazi lile fumbo. Kafika, amefika.
Sasa ikhfau al-amri an ghairi al-mukhatab, panafichwa mambo. Kwa hiyo lazima unapoisoma balagha kuwa makini, sawa. Baadaye tukaja katika sehemu ya 3, sawa, na sasa tunakwenda sehemu ya ngapi? Ya 4. Tunaangalia lengo la 4 la kuficha nini, la kuondoshwa nini, musnadu ilaihi. Tunakwenda sawa? Lengo la 4 ni nini? Tunasema alhadhfu, sawa. Wa min dawai alhadhfi, na katika mahala au sehemu au vitu vinavyopelekea kuondoshwa kwa musnadu ilaihi, idha dallat alaihi, ni pale ambapo anapojulisha. Idha dallat alaihi qarinatun, ni pale ambapo qarina inapojulisha, yani kwa maana kiambata kikawa kinatoa dalili. Wataallaqa bitarkihi gharadun min al-aghrad al-atiya, na ikafungamana kwa kuachwa kwake na lengo miongoni mwa malengo yafuatayo. Ndo hayo tuliyoyataja mwanzo, na hapa tunakwenda leo kusoma lengo la 4, la 5 na la 6. Kuna malengo 14 insha Allah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa? Tunasema lengo la 4, alhadhfu min fawati fursatin saniha, yani musnadu ilaihi anaondoshwa kwa nini? Kwa sababu ya kutoa tahadhari, min fawati fursa, kutokana na kupitwa na muda, saniha wa dhahabu, yanaweza kupitwa na muda wa dhahabu. Sasa musnadu ilaihi anaondoshwa kwa sababu utachelewa, kwa hiyo inabidi utaje musnad, sawa. Yani musnadu ilaihi anaondoshwa haraka kwa ajili ya nini? Kuwahi muda, sawa. Ukichelewa kutaleta madhara, sawa. Na haka kauli munabbihi sayyad, kama vile kauli ya mtu anayemzindua mwindaji, anaambia ghazalun ghazalun, swala swala swala, yani amemwona swala anafanyaje? Anakimbia. Kwa sasa hapo swala anakimbia, swala anakimbia, au semi hivyo, utafanyaje? Utachelewa. Wewe utasema tu ghazalun ghazalun, swala swala swala. Kwa hiyo nini hii inakuwa nini? Alhadhru min fawati fursatin saniha, maana yake ni kutoa tahadhari kutokana na muda usipite, kwa sababu huo ni muda wa dhahabu. Mtu yuko na gobore lake anawinda swala, wewe umemwona swala anakimbia, huyu hapa swala, huyu hapa swala, utakuwa unazingua. Kwa mujibu wa balagha inabidi umtaje yeye tu, swala 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 swala, sawa. Kwa nini? Musnadu ilaihi umemuondosha. Hadha ndio musnadu ilaihi, lakini hadha ghazalun, hadha ghazalun, hii hadha uisemi, unasema tu ghazalun ghazalun ghazalu. Kwa nini? Lihadhri min fawati fursatin saniha, kwa sababu inakaa hapo kwa ajili ya kuwahi muda wa dhahabu katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa? Naam. Tunaelewana vizuri? Naam. Kwa hiyo ukiona inakuja katika mfumo wa namna hiyo, almusnadu ilaihi lazima afanyeje? Aondoshwe. Kwa nini? Lihadhri min fawati fursatin saniha, kwa sababu ya kutoa tahadhari na kuwahi muda wa dhahabu katika hali za namna hiyo. Tunaelewana vizuri? Naam. Na mfano kusema ghazalun ghazalun, swala swala, ai maana yake unakusudia nini? Hadha ghazalun, huyu ni nani? Ni swala. Sasa kusema haya maneno yote hapa si mahala pake. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni hadhru min fawati fursatin saniha, ni kwa ajili ya kuwahi ule muda wa dhahabu. Kwa hiyo sentensi zinapokuwa katika mfumo wa namna hii, almusnadu ilaihi anaondoshwa katika hali za namna hiyo. Tunaelewana vizuri? Ndio maana tunasema siku zote ukiwa unasoma aya au unasoma hadithi ya Bwana Mtume au unasoma maneno ya wana wa vioni, tazama kwanza zile sentensi zimebeba nini, kabla haujakurupuka na kuanza kuleta tafsiri za hovyo hovyo zisizoeleweka. Matokeo yake utaleta tafsiri za hovyo hovyo, alafu utaleta matatizo katika jamii. Kumbe matatizo ni ya kwako wewe na wala sio yale maneno, na wala mafuhumu yako yanakuwa mabaya kwa sababu maarifa ya ilmu hizi huna katika hali za namna hiyo. Tunaelewana vizuri? Lakini kadhalika miongoni mwa malengo ya kumuondosha musnadu ilaihi, ikhtibaru tanabbuhi sami', ni pale unapoelezea katika kumzindua msikilizaji, sawa. Malengo ya kuondoshwa musnadu ilaihi, we mzee,
maana yake ni nini? Moja katika malengo yake ni nini? Ikhtibaru tanabbuhi samii. Sawa, ni kutoa habari itakayomzindua nani? Msikilizaji katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo unatazama aya, unatazama hadithi, sentence yake imekaaje? Ikhtibaru, sawa, ni katika habari tanabbuhi samii ya kumzindua msikilizaji, au ni katika taratibu za aina gani katika hali za namna hiyo? Tunaona sawa we mzee? Au miqdaru tanabbuhihi, au kiwango cha kumzindua kwake. Maana kuna ile kumzindua kabisa alafu au unatengeneza kiwango cha uzinduzi wenyewe. Sawa? Kwa hiyo lazima utazame hapa ni kiwango au ni kumzindua kwenyewe katika hali za namna hiyo. Nahau, sawa, mfano ukisema nuruhu mustafadun min nuri shamsi, nuru yake ni nzuri sana au inafidisha sana kuliko nuru ya jua katika hali za namna hiyo. Sawa, unaweza ukasema almisbahu, hiyo ndo musnadu ilaihi we mzee. Nuruhu, nuru yake, mustafadun, ina faida sana, min nuri shamsi, kuliko nuru ya jua katika hali za namna hiyo. Tunaelewana sasa? Tunafahamiana? Maana yake almusnadu ilaihi anafanyaje hapa? Sababu ya kuondoshwa kwake ni nini? Liikhtibari tanabbuhi as-sami', kwa ajili ya kutoa habari inayomhabarisha nani? Msikilizaji. Sawa? Kwa hiyo hapa panakuwaje? Panakuwa katika utaratibu wa hali ya namna hiyo. Nuruhu mustafadun min nuri shamsi, nuru yake ina faida sana kuliko nuru ya jua. Nini hiyo? Almisbahu nuruhu, sawa, mustafadun min nuri shamsi, taa, nuru yake ina faida sana kuliko hata nuru ya jua. Tunakwenda sawa? Naam. Tunafahamiana? Naam. Kwa hiyo ikija hivyo katika utaratibu wa namna hiyo, maana yake inakwambia hapo kuna ikhtibaru tanabbuhi as-sami'i, maana yake inatoa habari ya kumzindua yule msikilizaji. Msikilizaji, kumbe taa ina maana namna hii, ndio anapata kutanabahi katika hali za namna hiyo. Tunaelewana vizuri? Sasa ikija aya au hadithi au maneno ya wana wa vioni, kabla huja kurupukia tafsiri zako za ugoko, tazama gharadul balaghi hapa kuna nini? Kuna musnadu ilaihi. Musnadu ilaihi ambaye ameondoshwa. Swali, kaondoshwa kwa malengo gani? Hapo ndio unatakiwa uzame sasa upate kujua malengo ya kuondoshwa huyu musnadu ilaihi hapa. Ikhtibaru tanabbuhi as-sami'i. Katika hali namna hiyo utatoa tafsiri sahihi na hautawahukumu watu katika ujinga uliokuwa nao katika mazingira kama haya. Tunakwenda sawa? Naam. Lakini yani lengo la sita inaitwa dhiqul maqami an italati al-kalam. Sawa? Ni pale mtu anapopata dhiki pale alipo an italati al-kalam, na akaacha kurefusha maneno. Yani kuna wakati musnadu ilaihi anaondoshwa. Sababu za kuondoshwa kwake nini? Ni dhiki anayokutana nayo na hataki kurefusha maneno. Dhiki anayokutana nayo na maneno anataka yawe machache. Tunaelewana vizuri? Naam. Tunafahamiana? Naam. Haya, bisababi tadhajjurin, hii inakuwa ni kwa sababu ya nini? Ya anapozungumziwa anahisi makelele tu. Sawa, watawajui na maumivu. Tunaelewana vizuri? Hii dhiqul maqami an italati al-kalam. Dhiqul maqami ni nini? Ni kuona dhiki pale alipo. Sawa, an italati al-kalami, kutokana na kurefusha nini? Maneno. Bisababi tadhajjuri, na hii ni kwa sababu yale maneno kwake anaona kelele au watawajui au maumivu alokuwa nayo. Kaqaulihi, kama vile maneno kusema qala li kaifa anta qultu alilun saharun daimun wa huznun tawilun. Watu wa balagha walikuwa hatari. Anasema qala li, amenambia mimi, kaifa anta, unajionaje? Qultu, mimi nikasema hivi, alilun, mimi mgonjwa. Hakusema ana alilun, hakusema hivyo.
kasema tu nini? Alilun, mgonjwa. Saharun, ninaekesha. Daimun, muda wote. Wa huznun, na nina huzuni. Tawilun, ya wakati wote nipo hivyo katika hali za namna hiyo. Memwona ubana? Almusnadu ilayhi hapa anafanyaje? Anaondoshwa. Kwa nini? Lidhiqi almaqami wa italati alkalam, kwa sababu ana dhiki hapo alipo, sawa. Lakini kadhalika na kurefusha maneno inakuwa ni shida. Maneno anayasikia, anasikia kama makelele, anaumwa huyu mtu, alafu wewe unaenda kumpigia makelele pale, bana vipi, unaonaje? Yeye akwambie wallahi toka jana mimi sijalala mpaka. Akwambie hivyo mgonjwa mzee. Ukiona anakuambia hivyo anakaribia kupona wewe. Unajisikiaje? Wallahi naumwa. Atakwambia hivyo naumwa. Sio mimi ninaumwa. Aanzi huko kwenye mimi huko. Au tangu jana nilikuwa, huyo anapona. Tunaelewana vizuri. Lakini sasa akikwambia kaifa unaendeleaje? Utasema naumwa. Naumwa. Kwa sababu inaitwa dhiqul maqam. Naumwa. Alilun. Kwa hiyo almusnadu ilayhi mahdhufun taqaddiruhu ana alilun, mimi ni mgonjwa. Sasa musnadu ilayhi anaondoshwa kwa sababu gani? Lidhiqil maqami wa italatil kalam. Watu wa balagha wanasema hivyo. Unaona sawa? Tena mgonjwa mwenyewe saharun, nimekesha, silali mimi. Asemi ana saharun, mimi nimekesha. Yeye mimi hasemi. Tena saharun daim, nimekesha usiku kucha. Wa huznun tawilun, na huzuni kwa muda mrefu. Hasemi wa ana hazinun, na mimi na huzuni kwa muda mrefu. Hasemi hivyo. Zile ana ambayo ni musnadu ilayhi anafanyaje? Anaziondosha. Kwa nini? Lidhiqil maqami wa italatil kalam. Sawa? Kwa ajili ya anaona akisema hivyo atakuwa anarefusha maneno. Sawa? Na wakati huo ana maumivu, na wakati huo anasikia kelele tu kwa wewe unayemuongelesha katika hali za namna hiyo. Kwa ndo anafupisha maneno. Manake sasa hii ni ishara hata wewe ukienda kwa mgonjwa usio unaongea sana. Kuna watu wakifika kwa mgonjwa mpaka mgonjwa mwenyewe anaona hata hizi kelele tena sasa hizi. Punguza maneno, sema kidogo uondoke. Mwache mgonjwa alale. Labda akikwambia wanakaa usiende. Kaa. Kuna mtu anaenda kumuona mgonjwa masaa matatu yuko naye tu. Mgonjwa anashindwa kumwambia bana ondoka mimi nilale. Tena anamsemesha kiasi ambacho yani mgonjwa kuna wakati anapata kaji usingizi. Anataka kulala. Lakini yeye bado unajua yule fulani unamkumbuka, unamjua? Bana wewe mimi naumwa. Unamuondoshea? Inategemea sasa. Kuna maradhi mengine makelele hataki. Mtu usiku hajalala, anapata kausingizi, wewe unakuja kumsemesha. Unamsemesha nini? Mwache alale. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwanza msiwakarahishe wagonjwa wenu katika chakula. Yani wagonjwa kama wanakula, yani hawajisikii kula, usimkarahishe, piga roba paka ale. Mtume anasema hapana, msifanye hivyo. Kuna taratibu za kumwambia mgonjwa ili mgonjwa aweze kufanyaje? Kupata chakula. Ale. Lakini kitu cha pili, mgonjwa akiwa kalala usimuamshe. Huo ni utaratibu wa Kiislamu. Usimuamshe mgonjwa, muache. Kwa sababu hujui alipitia nini katika nyakati za usiku. Mwache alale. Sio ukifika pale, bado amelala. Mwamsheni ale, mwamsheni, anywe uji, mwamsheni. Mwacheni alale. Akiamka mwenyewe sasa ndio mnawekea taratibu pale. Sio kama ile watoto kamata pua hivi, finya sana mpaka anywe uji. Tuseme la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Kwa hiyo ndio huyu bwana anasema katika fani ya balagha ya kwamba ipo sentensi inaitwa dhiqul maqami wa italatu sawa an italatil kalam, ambayo mara kadhaa hii sentensi inakuja bisababi tadajuri, kwa sababu ya huyu unayemwambia anahisi nini? Makelele, watawajui, na kupata maumivu katika hali za namna hiyo. Ndio ukimuuliza unajisikiaje, atakwambia anaumwa.
Sio mimi naumwa, asemi neno mimi, anasema tunaumwa. Sawa? Tena kuumwa kwenyewe nimekesha. Sawa? Lakini kadhalika na nina huzuni sana. Bas, habari imekwisha. Sasa almusnad ilayhi ukimtafuta hapo umuoni. Anakuwa amefanyaje? Ameondoshwa. Sasa ili upate maana iliyo sahihi ni lazima umlete musnad ilayhi katika tafsiri ili upate maana iliyo sawa sawa, ili usije kuwa wahabi. Maana mawahabi hapa sasa, qala li, amenambia mimi, kaifa anta, vipi wewe, qultu, nikasema, alilu, mgonjwa, saharun daimu, na kesha daima, wa huznun tawilu, na huzuni ndefu. Alafu anaparamisha mishipa ya shingo. Naambia wewe hujaelewa, sentensi hizi zina watu wake. We kama si katika watu wake, tulia kama unanyolewa. Sawa? Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Kwa hiyo darasa litakalofuata tutakwenda kutazama kiashiria cha 7 au lengo la 7, la 8 na la 9. Sawa? Tutakwenda kutazama. Maana kuna wakati anaweza kuondoshwa almusnad ilayhi kwa ajili ya saj'i, masala ya vina tu. Kwa maana ukimweka vina vinaharibika. Sawa? Na kuna wakati inawezekana kwa ajili ya alqafia. Tukizungumza alqafia tunaangalia zile shairi namna jinsi zinavyoishia. Na katika Qur'ani ndo zimejazana hizo mzee. Tutakuja kuona hapo. Sawa? Na mfano wa hayo, asa almusnad ilayhi anaweza kuondoshwa akafichwa pale. Sasa lazima uwe na maarifa ya kumfichua aliko fichiwa. Alafu ndo mlete pale, utoe tafsiri sahihi, alafu mrudishe huko makorokoroni huko alipokuwa. Tunakwenda sawa? Na mwisho kabisa niseme ya Rabbi, na kuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekh zetu. Ya Allah, aya tunayafanya Mola wetu ikiwa tunapata thawabu. Ya Rabbi, tunakuomba thawabu zetu wapelekee wazazi wetu pamoja na mashekh zetu, kwa wao ndio chachu ya sisi kuyajua haya, kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na bila shaka lau mtapouona ujumbe huu mtakimbizana huku na kule kuhakikisha mnalifanya hili jambo ambalo bila shaka ni jambo bora kabisa kabisa. Allahumma, Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa kila yule ambaye atakayefanikisha sisi kufanikiwa kupata vifaa hivi, ya Rabbi nayo mfanikishie katika yale anayoyatamani katika mazuri yaliyo katika nafsi yake, kwa hurma na utukufu wako. Ewe ndugu yangu, tunahitaji laptop kutoka kwako. Ndugu yangu, tunahitaji desktop kutoka kwako. Ndugu yangu, tunahitaji kamera kutoka kwako. Ndugu yangu, tunahitaji stendi, mataa, ili ofisi yetu na kadhalika studio yetu iweze kuwa imara zaidi. Boreshaji ni nani? Ni wewe ndugu yangu, na bila shaka unaweza pale utapoamua kulisimamia hili. Lakini kuna yule ambaye anasema mimi uwezo wa kamera sina, lakini changu kidogo ninaweza. Tutafute kwa namba hizo, insha Allah tutapokea mchango wako, na bila shaka tutanyanyua mikono kumwambia Mola wetu, huyu sio tajiri bali ameyafanya haya kwa mapenzi katika dini yako. Mola wetu, ya Rabbi nawe mpe mazuri kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin.